Elie Mpanzu ndani ya kikosi cha Simba. Safari yake alianza mechi dhidi ya Kagera Sugar. Kama tunakumbukizi sote, safari yake ilikuwa dhidi ya Kagera Sugar. Nilikuwa najaribu kupiga hesabu, mechi ya Kagera ilikuwa Disemba 21 kwenye ligi. Mechi ya pili ya JKT, ya tatu ilikuwa ya Singida, ya nne hapo ilikuwa ni dhidi ya Tabora, ya tano Fountain Gate, ya sita Prison, ya saba Namungo, ya nane Azam, ya tisa Coast. Hii leo ni ya 10. Kwa hiyo kwenye mechi 10 ana assist 4, ana magoli 3. Sio wastani mbaya. Twende kwa agent. Bwana, leo baada ya miezi 16, mwaka mmoja na miezi 4, Kibu Denis siku 492. Siku 492. Mjomba anapiga chuma 2 na assist 2 kwenye single game. What a performance. Amedeserve kwa man of the match. Mimi najua hilo ndio jibu ambalo tunaondoka nao kwa wakati huu hapa. Na sio tu amedeserve kwa man of the match. Magoli aliyofunga leo Kibu, naweza nikasema ni zawadi kwake mwenyewe kwa performance zake za hivi karibuni. Basi hiyo zawadi. Yes, hiyo zawadi yake. Yaani amejipa zawadi kwa performance zake za siku za hivi karibuni. Amekuwa ni mchezaji ambaye namna anavyocheza sasa hivi kuna vitu vingi sana Kibu kapunguza kwa sababu ya system ya Simba ambavyo inamtaka. Mwalimu Fadlu katika kitu ambacho amefanikiwa sana kwa Kibu Denis ni kumpunguzia majukumu kwenye mpira. Ukiangalia Kibu sasa hivi wanavyocheza, winga za Simba kumbuka zina invert kuja kwenye ile eneo la katikati hapa. Jean Charles anasogea juu ambapo kuna shape ya pembe 4. Wawili juu ni mshambuliaji yoyote Ateba aidha Mukwala na Jean Charles. Nyuma ya hawa ndio kuna simama Elie pamoja na Kibu Denis. Kibu kwa kucheza kwake kwenye lile eneo, akiangalia kwenye eneo hilo dogo, anazungukwa na wachezaji zaidi ya 4, sometimes mpaka wachezaji 5. Meaning akipata mpira Kibu sasa hivi ana miguso michache sana kwenye ule mpira. Hatakiwi kudrive, hatakiwi kwanza kusogea na sijui na mpira kwenda kufanya matendo mengi, kwa sababu akitouch ya kwanza Mpanzu yuko pale. Akigeuka hapa Jean Charles huyo hapa. Akigeuka Mukwala aidha au Ateba mmoja ameshafanya movement. Akiangalia kidogo sijui Kapombe amesha overlap. Akigeuka nyuma kama mbele hamna option, Fabrice Mangoma amemsogelea. Kwa hiyo anajikuta kwamba hata akiwa na mpira sasa hivi haupotei sana kwa sababu amezungukwa na wachezaji wa Simba. Meaning yeye majukumu yake ni kuchagua tu pasi ipi ni sahihi. Good enough kwenye siku za hivi karibuni amekuwa na huo uwezo wa kupick the right pass kwa sababu ana initiate sana mashambulizi ambayo Simba amekuwa nayo. Akipata mpira katika kitu ambacho Simba wana faida kubwa sana na wale Kibu pamoja na Mpanzu ni kwamba hawa washikaji wawili huaga wawazi kurudi nyuma. Yaani yeye akipata mpira kwa namna yoyote ile atawaza niende huko mbele. Kwa hiyo Kibu hicho kitu kinamsaidia sana kwa sababu akipata mpira hata space iwe tight kiasi gani, atajaribu either kuturn amwangalie mshambuliaji wangu yuko wapi, ama nani kafanya movement, ama nani upo karibu ambaye nikimpa mpira atakuwa na progress tunaenda mbele zaidi. Kwa hiyo kwa kucheza kwake kwenye lile eneo sasa hivi Mwalimu Fadlu anamrahisishia vitu vingi sana kwamba akigeuka hatakiwi tena kuanza kurudi nyuma kwa sababu Kibu kishampa majukumu kwamba wewe bro njoo huku nyuma uchukue mpira udrive, atakukera kwa sababu si mzuri, si dribbler mzuri, si mtu ambaye ana skills sana kwamba atachukua watu 2 mpaka 3 au 4 sometimes. Kwa hiyo ili upate ubora wa Kibu mpunguzie miguso kwenye mpira kwamba wewe ukipata touch ya kwanza ya pili, touch ya tatu mpira upo tena kwako. Ukigeuka tu kuna mtu ashafanya movement anakusogelea na kupa pass. Kwa hiyo yeye alichofanikiwa ni kwamba sasa hivi anaishi kwenye ile misingi ambayo mwalimu wake Fadlu anamtengenezea, na ndio maana anasema kwa hizi performance zake za hivi karibuni leo kufunga haya magoli 2 amejipa zawadi kwa sababu amekuwa na performance njema sana kwenye siku za hivi karibuni. Wakala maneno amezungumza hapa sana na wachezaji wangu sasa hivi wamewaka na wakumbusha mmoja anaongoza top scorer Jancha Zahwa. Wa pili Kibu Denis amewaka kweli kweli. Wa tatu top scorer wa pili Mzize. Biashara yangu imenoga. Assist leo zile 2 na ile moja shaitoa awali ameifikisha idadi ya assist 3 ligi kuu Kibu Denis. Yani chukua 2 za leo na nyingine shaitoa nyuma. Alafu pia ni mechi baina ya Simba dhidi ya Azam. Ya Azam lakini pia na magoli hayo 2. Kwa hiyo katika round hizi zote Simba alizocheza 22 japo kuna mechi ambazo alimiss, ana magoli 2 na assist 3. Bwana, mbio za ufungaji bora magoli 12. Jean Charles au 2 ya leo amefikisha idadi ya magoli 12. Mzizi ana 10, Prince Dube ana 10, wakina Mkwala of course na ana 9, amefunga goli 1 leo. Yes, ana idadi ya goli 9. Elvis Rupia ana goli 9. Tuishie hapo. Hamuoni sifa ya msimu jana. Yule mechi 7 goli 7. Sifa ya msimu jana hatukutoa mshambuliaji halisia. Tulitoa wale attacking midfielders. Yes. Na wote walifuatana.
Stefan Aziz goli 21, mmoja alikuwa na 19 Faisal. Linajitokeza ile msimu. Maana jinchaza huwa ndo maeneo ambayo Faisal msimu uliopita pamoja na Aziz wamecheza. Moja ya kitu kigumu zaidi kukitabiri ni nani anaweza kuchukua kiatu kuliko hata kutabiri nani atakuwa bingwa. Kwamba ubingwa ni rahisi zaidi? Sio rahisi. Kitu kigumu. Ila kwangu kigumu zaidi ni nani anachukua kiatu. Kwa nini? Unajua efficiency, unajua mtu anaweza akafunga hat-trick leo, sio? Au maybe akafunga game moja, kila game akafunga, then akapata drought ya nyakati fulani. Lakini hebu tazama Simba wanavyocheza dhidi ya mpinzani ambaye anamudu. Wachezaji ambao watahusika kwenye mabao utaona wanatajwa wale yakiwepo Jean Charles Ahoua. Ana faida pia, yeye ndo dead ball specialist wa club. Kwa hiyo whenever kutahitajika kupiga foul, yeye ana asilimia zake za kufunga. Kupiga penalty ana asilimia zake za kufunga. Lakini na hapo Majani naweza nikakuongezea Jean Charles anachokifanya ni sawa na yule msimu ambao Saido alikuwa anafukuzana na Fiston. Kwamba Fiston ana faida kwamba mimi nitafunga magoli ya move. Saido ana faida kwamba mimi nafunga magoli ya move na set piece. Kama utakumbuka Simba ilikuwa hata apate foul usijui ya mita ngapi. Saido kuna game ya Coast ile ya mwisho ambayo ndio ilikuwa ina tie, Saido alipiga foul. Kwa hiyo Jean Charles anahisi anaendana hivyo yani kama Saido ya. Lakini sasa tazama kwa upande wa Prince Mpumelelo Dube. Faida yake ya kuwa na harmony, kuwa na confidence, ile kujiamini, timu kumzunguka yeye, kutokuwa na shida yeye akipata ama akikosa, kutengeneza na timu inafunga na yeye pia kupewa nafasi ya kufunga. Uone kama ni leo au kesho anaweza kaipata drought hasa kwa mpinzani anayemudu. The same kwa namna anavyocheza Mzize, kuwa karibu na goli na effect yake dhidi ya mpinzani na anavyoathiri mchezo. Lakini tazama huko kuna mtu anaitwa Jonathan Soa, namba zake tu tayari goli 7 afu kaingia kipindi mechi 7 goli 7 ikiwa amesajiliwa tu katika dirisha dogo. Kwa threat imekuwa ni kubwa, watu wenye uwezo wa kuchukua mabao, kufunga mabao na kuchukua kiatu. Kwangu naona idadi imekuwa kubwa kuliko hii kwamba ni either Simba ama Yanga kwa asilimia kubwa wanaweza kuchukua ubingwa. Lakini kwa upande wa kiatu naona contenders wako wengi na ushindani na effectiveness walionao ndani mbele ya lango. Naona bado mechi ni brain kidogo hapo kwenye sijajua, labda mimi huwa na jinsi ambavyo huwa nafikiria unavyoona ni tofauti. Napata shida sana juu ya yani jinsi ambavyo assist zinakuwa counted. Yani kuna assist ambazo zinakuwa counted kwangu mimi nikiziangalia wala sio assist. Kwa sababu ile yani unajua maana ya assist. Yani neno assist ukilitafsiri kwa Kiswahili maana yake nini? Maana yake umesaidia. Yani pasi ya mwisho ambayo inasababisha goli ambalo linatokana na individual brilliance ya mchezaji. Kwangu it's not an assist. Nimeangalia magoli mengi sana msimu huu ambayo yamekuwa yakifungwa. Kuna solo goal nyingi sana. Yani msimu huu kuna magoli, kama unakumbuka kulikuwa kuna sintofahamu hapa katikati kwenye assist za Pacome. Kuna moja ambayo watu wa haki za matangazo, yes. Yani acha nani Mpanzu. Nilisema hapa mimi nikaonekana na mchukia Mpanzu against Tabora. Lakini wao watu zote na assist. Kwa sababu kabla mpira hujamfikia table liguswa na ni beki yule. Ukigusa hiyo ni automatically umeshaua. Na Mpanzu hata anapiga ile pasi aliugusa. Na hata ya Pacome ilikuwa hivyo. Kwa hiyo kiukweli yani unajua kwangu jinsi ninavyotafsiri assist, ili iwe assist lazima iwe yani iwe na tafsiri ya hilo neno, imrahisishie huyo ambaye amefunga goli urahisi wa kufunga goli. Yani unatoa pasi ya mwisho pasipo opponent kuja kuingilia. Sio tu kuingilia opponent, si tu opponent kuingilia. Pasipo mchezaji aliyefunga goli kutumia individual brilliance. Kwangu mimi it's not an assist. Kwa sababu pale unakuwa hujamsaidia bali umetoa assist ya goli. Unaona kama assist ambayo ameitoa leo Mpanzu kwa Mkwala, that's an assist. Yani unatoa assist mshambuliaji mwenyewe anatapi na anafunga. Yani hizo ndizo, kwa sababu kuna assist nyingine nimeona zinakuwa counted. Kwa mfano yes Kibu Katani bora ile yes na au kuna assist nyingine unakuta mtu kapewa assist kadribo kafunga, inakuwa counted huko ni assist. Kwa hiyo ukweli hapa kuna assist na kuna last pass. Kuna nyingi sana zinakuwa counted lakini ni last pass wala sio assist. Okay. Za Kibu zote ni assist. Kwa Kibu zote ni assist zote. Kwa hiyo assist za Kibu zime. No, binafsi hata assist ya Kibu kwa Mpanzu that's not an assist. Kwa sababu gani unajua? Yani naangalia lile goli ambalo amelifunga Mpanzu, lile si goli la uwanja wa mazoezi. Yani move ni uwanja wa mazoezi, lakini ile goli ni individual brilliance ya mchezaji mwenyewe. Yani kwangu, ndio maana nasema kwangu jinsi ambavyo kisheria is an assist. Kwani unajua kisheria si issue. Kwani tumeona
tumeona tumezungumza jana issue ya nani ya mchezaji ambaye inapigwa labda cross ya juu. Sawa? Mchezaji ameruka. Wewe kwa hali yote ya kawaida ukiwa unaruka juu huwezi kuruka umeweka mikono chini. Sawa? Waruka mikono iko juu inakugusa inakuwa ni penalty. Kwani hiyo kwa uhalisia inapaswa kuwa penalty. Kwa hiyo kuna sheria zingine zipo. Lakini kwangu mimi binafsi assist jinsi ninavyoiangalia kuna assist nyingi sana zinakuwa counted wala si assist. Hebu tuambieni bwana ninyi huko. Mbio za ubingwa mnazionaje? Mechi 22 kila mmoja, gap la alama ni alama moja tofauti. Yanga alama 58, Simba alama 57. Hapa mwokozi wa Bunju Omar Majana amesema kwamba ni ngumu kutabiri ishu nzima ya ufungaji bora kuliko ishu nzima ya bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Baada ya pasi za leo ambazo mnyama amezipiga dhidi ya Dodoma 549 dhidi ya 309 za Dodoma Jiji zimemfanya Simba ongoze katika upigaji pasi nyingi zaidi ligi kuu. Pasi of course ni 9693. Young Africans akipiga pasi 9529. Na brain huo mfano ambao wamekupa Wakanda ili ujue kwamba kutabiri mfungaji bora ni ngumu. Huo msimu walichukua kiatu cha mfungaji bora Mayele na Saido paka kufikia mechi kama 5 za mwisho wala hakukuwa na dalili yoyote ya Saido kufunga magoli, akaanza kufunga magoli 4 3 ghafla akaibuka kwenye ufungaji bora. Kwa hiyo bado sasa hivi kwa sababu ukiangalia hata huku chini kuna watu still ambao wanafunga magoli, ingawa kwangu kwa role ambayo wanayo sasa hivi Janja za Hua naamini atafunga magoli mengi sana.